mwisho wa mpira ni nini? Yaani ule mpira ukichezwa mwisho wake kwenye nafsi ya mtu kama ni mshabiki au mchezaji inazalisha nini mwisho wake? Ile product ya mwisho ya mpira ni nini? Ima furaha au huzuni, majonzi. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد. ndugu zangu katika imani, baada ya kumshukuru Allah tabaraka wa taala na kumtakia ziada ya rahma na amani mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam, mbele yetu kuna jumla ya matukio, kuna jumla ya mambo, na miongoni mwayo kuna mwaka mpya wa Kiislamu. Leo tukiwa tuna siku ya 4 tokea mwaka huu umeingia, kwa maana mwaka 1448. Lakini pia kuna jambo la munkari wa dunia linaitwa kombe la dunia. Isitoshe, kwa munasaba wa mwezi wa Muharram wa kwake ni mwezi ambao Allah tabaraka wa taala alikadiria yatokee matukio makubwa yaliyoacha historia katika dunia. Katika kuiandika tarehe ya dunia huwezi ukaacha kuyataja matukio hayo na tarehe ya Kiislamu pia. Allah tabaraka wa taala alimuokoa Musa wana wa Imran, mtume wa wana wa Israeli, siku ya 10 katika mwezi huu wa Muharram. Katika tukio hilo Nabii Musa alayhi salam alifunga kumshukuru Allah tabaraka wa taala, na wana wa Israeli waliendeleza wema ule wa kuendelea kufunga mpaka Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam alipoingia katika mji wa Madina. Aliwakuta Mayahudi katika mji wa Madina wanafunga siku ya Ashura, tarehe 10 ya mwezi huu wa Muharram, na alipouliza kwamba nini kinawapelekea mfunge, wakasema hii ni siku tukufu, siku ambayo Allah subhanahu wa ta'ala alimuokoa Musa kutoka kwenye mikono ya
Firaun na akamgharikisha Firaun. Ilikuwa ni tarehe 10 ya mwezi wa Muharram, takriban siku 6 zijazo. Ikawa amefunga Musa kwa ajili ya kumshukuru Allah tabaraka wa taala. Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam akawaambia kwamba sisi tuna haki zaidi na Musa kuliko nyinyi, na yeye akafunga na akawaamrisha masahaba wake wafunge. Kwa tuna tukio hili pia katika kadari yake Allah jalla jalaluhu alikadiria pia tarehe 10 hiyo hiyo ya mwezi wa Muharram kama huu ya mwaka 61 katika tarehe ya Kiislamu. Alikadiria Allah subhanahu wa ta'ala kuwa ni siku ya mauaji aliyeuawa Hussein ibn Ali ibn Abi Talib. Taifa ya Kishia, kundi la Kishia, wanaufanya huu mwezi wote wa Muharram kuwa ni mwezi wa maombolezo. Yakawa nasomwa maneno na visa mbalimbali ambapo Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah anasema habari nyingi katika hizo ni za uongo, na zile ambazo ni za ukweli zimepinduliwa juu chini chini juu, mbele nyuma nyuma mbele. Kwa hiyo tuna tukio hili la mwezi huu wa Muharram, tarehe hizi zilizopo mbele yetu, tukio la mauaji ya Hussein ibn Ali ibn Abi Talib, na wanatumia wakati huu Mashia kupotosha watu kwa kiasi kikubwa sana. Kwa hiyo ikawa ni lizaman kwa mashekhe, maulama, watu wa khutba na watu wenye nafasi za kuzungumza kwenye Uislamu waeleze mambo haya. Sasa mimi mbele yangu hapa nina jumla mambo, sijui nilizungumze nini, kwa sababu makamu ya khutba inataka kitu kimoja tu. Lakini tulianza kuzindua khutba iliyopita kuhusiana na majma' al-munkarat fi ka's al-alam. Hii khutba ilipita Ijumaa iliyopita, mkusanyiko wa maovu yanayopatikana kwenye kombe la dunia, na tukafikia wakati tukasema kombe la dunia ni mzee wa miaka 96 aliyekusanya shari zote. Ni mzee ana umri wa miaka 96 sasa hivi, tokea mwaka 1930 mwanzo wa kombe la dunia mpaka leo mwaka 2026. Maana yake huyu mzee ana miaka 96, mzee mwenye shari zote. Na mtu yoyote atakayerejea kwa mzee huyu akaambatana naye akawa anashuhudiana naye, huyo anakusudia kujiambukiza shari zilizopo kwa huyu mzee ambaye anaitwa kombe la dunia. Kwa hiyo hili tulilizungumza, nilitamani nipate nafasi na hapa pia nizungumze chochote kuhusiana na hili tukio, japokuwa darasa la Jumapili nilifanya uzinduzi kidogo, lakini makamu hii mimi napenda niitumie kwa kuogopea kupitwa na wakati. Ili kombe la dunia bado lipo, tunaweza tukarudi tena huku, kuna mwezi mzima wa kombe la dunia, tunaweza tukarudi tukalizungumza tena kwenye vipengele vilivyobaki. Na kwa kuashiria kuna watu wanadhani kwamba wanaweza wakanyanyua Uislamu, kuweka juu, kuupa heshima, au Uislamu unaweza kupata hadhi kupitia kwenye kombe la dunia. Hii ni katika dhanna sauti. Hivi leo tuchukulie kwa mfano nchi ya Mamlakatul Arabia Saudia, qiblatul muslimin, ipo kwenye kombe la dunia, ndio iwe imeshinda kombe la dunia, ndio ilichukua kombe la dunia. Uislamu unanufaika nini? Uislamu utapata hadhi gani, heshima gani kwa Saudia kuchukua kombe la dunia? Sasa kama utaona Saudia itoshi, tuitengeneze timu ya Uislamu. Kama ingekuwa na shiriki, inaruhusiwa kushiriki timu isiyokuwa ya nchi, ili kombe la dunia zinashindana nchi, ndio ingeruhusiwa tuitengeneze timu iitwe timu ya Uislamu, sio timu ya nchi ya Saudia, alafu iende ikachukua kombe la dunia. Uislamu utanufaika nini?
Billahi alaykum, lau kama itatokea siku ili kombe la dunia liende Saudia ndio achukue kombe la dunia, tuwe tuna thermometer ya kupima wema na uovu, alafu weka hiyo thermometer yako kupima, uangalie siku hiyo baa itaongezeka au maacha itaongezeka. Kombe la dunia limekwenda Saudia, siku hiyo uchamungu utaongezeka au maacha itaongezeka Saudia? Kwa hiyo hii dhana ya kudhani kwamba eti hii kombe la dunia nalo ni sehemu ya kunyanyua Uislamu, ni katika moja kupoteza nguvu kazi ya vijana wa Kiislamu, kuwashawishi na kuhamasisha na kuwasaidia na kuwasapoti kushiriki mipira ya kombe la dunia, ni kupoteza nguvu kazi ya Uislamu. Kwenye kipengele hiki ni waache na kauli ya Allah tabaraka wa taala, wa'iddu lahum mastata'tum min quwwa. Aya hii ipo kwenye shingo zetu. Tutakwenda kuulizwa mbele ya Allah kila mmoja kwa nafasi yake ufanyaji kazi wa aya hii, wa'iddu lahum mastata'tum min quwwa, waandalieni makafiri kiasi mnachoweza cha nguvu. Na Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam akafasiri akasema, ala innal quwwata ar-ramyu, tambueni kuwa iliyotajwa na Allah kwenye hiyo aya ni makombora ya kurusha masafa marefu. Wakati Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam anazungumza maneno haya, hakukuwa na makombora haya ambayo yanamtetemesha Marekani sasa hivi. Hizi drones hazikuwepo, lakini Mtume alishakwambia habari ya drones miaka hiyo 1400 iliyopita. Dhima hii ipo kwenye shingo zetu. Bisa lidhalimina badala, ni badala ya kidhalim ambayo inafanywa na watu kudhani eti kuwekeza kwenye mpira football inakuwa ndo katika nafasi ya wa'id lahum mastata'tum min quwwa. Yani badala ya kujiandaa kwa ajili ya kupambana na makafiri kunyanyua Uislamu, mnakwenda kufanya maandalizi ya kutengeneza timu za mpira. Na kuna vituo sehemu mbalimbali hata hapa Afrika pamoja na sehemu nyingine duniani vya Kiislamu, academic za mpira za Kiislamu zipo, hata hapa Afrika zipo. Kuna baadhi ya wachezaji wakubwa duniani mnaowajua wanasemwa, wanatajwa, hao nao wanatokea kwenye academic hizo za Kiislamu. Hiyo ndio wa'iddu lahum mastata'tum min quwwa. Tumeandaa, tumeweka vijana wamekaa miaka 5, 6, 7, wakitoka hapo wanakuwa wachezaji mpira bingwa duniani. Tunaenda kunufaisha nini kupitia watu hao? Lau kama ingekuwa tafsiri ya maandalizi haya kwa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maana yake ndio huu puuzi unaoendelea, wallahi Uislamu usingefika popote, hata ile Maka na Madina yenyewe isingetoka. Sasa hivi jambo ikhwani linahitaji kuzungumzwa na kubainishwa na watu wazinduliwe. Sisi hatutakiwi kuhusika na mpira kwa lolote. Hivi mwisho wa mpira ni nini? Mwisho wa mpira ni nini? Yaani ule mpira ukichezwa mwisho wake kwenye nafsi ya mtu, kama ni mshabiki au mchezaji, inazalisha nini mwisho wake? Ile product ya mwisho ya mpira ni nini? Ima furaha au huzuni, majonzi au simanzi, au yani kama umeshinda, umetia magoli, umeingiza magoli 2 matatu, unatoka pale na furaha, mimi nimefunga magoli. Yale magoli yofunga yanatengeneza chakula, yanatengeneza elimu, yanatengeneza afya, yanatengeneza nini? Na upande wa pili ni huzuni, majonzi. Kuna watu wanateseka bwana na kufungwa timu zao, wanaumia kweli kweli, timu zao zimefungwa. Kwa hiyo mpira hitimisho lake la mwisho ima kutengeneza furaha ya mtu binafsi, furaha ya kupitiliza, au kutengeneza huzuni ya kupitiliza. Na kama nchi ndio itaamua iwekeze kwenye mpira, kwa hiyo tukishinda kama nchi tutakuwa na furaha ya kinchi ya kupitiliza sababu timu yetu imeshinda, au huzuni ya kupitiliza timu yetu imefunga. Hatutatengeneza sehemu za afya, tuondoshe changamoto za afya ambazo tuko nazo kwenye jamii kwa kuleta madawa hospitalini na kuandaa watu wawe madaktari bingwa, tukaweza kuondosha sehemu ya maradhi ya kijamii. Wala hatutaondosha ujinga, kwa sababu moja ya maradhi ambayo yanasumbua hasa nchi za Afrika ni ujinga. Kwa mpira wa miguu tunaondosha sehemu ya matatizo ya ujinga kwenye jamii.
bali mpira unakuza ujinga katika jamii. Na miongoni mwa vitu ambavyo wanavitumia watawala ili kuendelea kutawala watu ni kuwashughulisha kwenye ushabiki wa mipira. Watu wanapokuwa washabikia mipira, ile mapenzi, yale mapenzi ya mipira yamewakaa kwenye nyoyo, wanasahau mambo yote ya muhimu. Kila wakati mtu anafikiria timu yake, kila wakati mtu anafikiria klabu yao. Kwa hiyo ile hisia za kujua watu hawana elimu, watu hawana uchumi, watu hawana maisha, zinaondoka, kwa sababu badala yake imepewa nini? Mpira. Mtashughulishwa na mpira, watu watakuwa kila wakati wanashughulishwa na Simba na Yanga. Sasa hivi kombe la dunia, yani kila mmoja sasa hivi ana uraia pacha. Watanzania wengi sasa hivi wana uraia pacha, wakati nchi yetu hairuhusu uraia pacha. Tanzania hairuhusu uraia pacha, lakini Watanzania wengi sasa hivi wana uraia pacha. Yani kwa sababu timu yetu ya taifa haishiriki kwenye kombe la dunia, tumejipa uraia wa dharura kipindi hiki cha kombe la dunia. Kwa hiyo utamkuta Mtanzania, raia wa Tanzania, lakini ana uraia pia wa Argentina, shabiki wa klabu ya Argentina, sawa. Lakini utamkuta Mtanzania ni Mfaransa. Mtanzania wakati wa Milani Mfaransa, shabiki wa Ufaransa, anapambana kwa ajili ya ile Ufaransa, utafikiri labda ana damu ya kutokea kule. Yupo tayari kugombana na watu. Ukimkuta kwenye vibanda umiza, ukimkuta kwenye vijio vya kujadili mipira, basi utamkuta mtu yule kasimamisha mishipa ya kichwa, utafikiri kuna thawabu katika hilo. Wamesema ni madhambi tu, hayo ni madhambi tu, malaika wanaandika. Usidhani malaika watakuwa likizo kwa kujadili kwako upuuzi wakaacha kuandika. Malaika wanaandika, na wanaandika yote ambayo unayafanya. Wa inna alaykum lahafidhin kiraman katibin ya'lamuna ma tafalun. Mnao walinzi wawili watukufu wenye kuandika, wanajua kila mnachokitenda. Ma yalfidhu min qawlin illa ladayhi raqibun atid. Kwenye hutuba iliyopita nilisema hivi, mwezi Juni siku ya kwanza kombe la dunia silikuwa tarehe 11 sijui, mpaka mwezi Julai tarehe 11. Nendeni mkafanye mahesabu kwenye madaftari yenu wanaoandika matimu yenu, akaangalieni wapi kumezidi, kwenye upande wa hasanat au kwenye upande wa sayiat. Mkienda kukagua mtapata jawabu la wazi kabisa kwamba katika upande wa sayiat umezidi sana, na sababu yake ni ushabiki wa mpira. Malaika wanaandika ma yalfidhu min qawli, hata mkitamka lolote illa ladayhi raqibun atid. Kuna malaika wawili raqibun atid wanaandika. Kwa ule uraia wako pacha ule ulioshabikia nchi ya Uingereza kwenye kombe la dunia, wewe ni Muingereza, Uingereza wako na kutia madhambi mpaka mwezi Julai, faili lako la madhambi litakuwa limejaa sana. Nilistuka kidogo usingizini jana kama saa 8:30 hivi, saa 9 hivi. Jirani yangu chini wanawasha redio mpaka usiku, na wanafungua sauti kubwa. Nasikia ile redio usiku mtulivu, nasikia ile redio inatangaza mpira. Saa 8 usiku, saa 8 inatangaza mpira. Ule mpira ulisha saa ngapi? Wallahu a'lam. Wale watu waliokuwa wanaangalia, wanasikiliza, wanafuatilia ule mpira, wamesali salatu al-fajr. Ilipoadhiniwa adhana ya sala, as-salatu khairu min an-nawm, walikuwa kwenye hali gani? Najalia kwamba watu hawa si watu ambao saa 2 kamili wanahitajika kuripoti kazini, saa 2 kamili asubuhi. Ni watu muaqqalin, watakuwa wamelala mpaka saa 2, saa 3. Mtu kama huyu kwenye jamii pia naye anakuwa ni mzigo. Kwa hiyo ushabiki huu wa mipira kwa watu ambao wapo katika majukumu ya kazi inawadhalishia hali ya kuchelewa makazini, baada ya kuwa tayari washavuruga kwenye haki za Allah, wamekwisha kuvuruga kwenye haki za Allah katika upande wa ibada, lakini wanakwenda kuvuruga katika haki za waajiri wao kwenye kazi.
Na kama mtu anasema mimi siendi kazini asubuhi, huyu ni muhattal, huyu ni mtu ambaye hana manufaa, ni mtu mzigo kwenye jamii. Haendi kazini, anakesha kwenye mipira, akiamka asubuhi yeye na familia yake wanakula nini? Kwa hiyo mnaona sasa, katika moja ya mambo ambayo tunazalishiwa na hii mipira, tunazalishiwa watu muhattalin, watu wasiokuwa na kazi, wasiokuwa na majukumu. Yaani wao wanaona wamebadilisha ile dhima ya kwenda kuhangaika kutafuta riziki yao ya halali, wanaibadilishia kwenda kukesha kwenye mipira. Na binadamu alivyo, akikosa kufanya jambo la maana, jambo baya ndio linakuwa jambo lake. Nasallallahu husna al-khatima. Alhamdulillahi rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa ala zalimin. Wa sallallahu wa sallam ala imamil mursalin nabiyyina Muhammad ibn Abdullah as-sadiq al-amin wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in, amma ba'du. Tumeona katika khutba ya kwanza ضياع الوقت لمناسبة مشاهدة كرة القدم الكأس العالم, kupoteza wakati kwa sababu ya kushuhudia mpira wa miguu, kombe la dunia. Lakini ziada ya hayo, kuna ndoa sasa hivi zinapepewa namna hii, zipo mahututi na zitaendelea ndoa hizo kwa mahututi kipindi hiki chote cha kombe la dunia. Malalamiko yamekuwa mengi kwa wake wanalalamika sababu waume wanachelewa kurudi nyumbani, hapo kwenye vibanda umiza, wanachelewa kurudi nyumbani waume sababu wapo kwenye vibanda umiza. Naangalia shetani wa ushabiki wa mpira. Mtu yupo zake na TV yake nyumbani, ana kingamuzi chake nyumbani, yani ana mazingira yote ya kuangalia mpira nyumbani yake, lakini angalia nyumbani pia anakwenda zake manauliza. Hii ni nasibu ya shetani katika kombe la dunia, na mipira yote ipo hivi. Huna ladha ya kukaa wewe peke yako kuangalia mpira, lazima uende kwenye sehemu ambayo mtaangalia na watu wengi. Tunakwenda kupoteza udhibiti wa kisheria kwa mtu kutokuhudhuria katika maeneo yenye munkarati. Si munkarati za kuangalia mpira. Hii mpira unaishwa mabaya. Mtu 5 salawat anakwenda kuangalia mpira baa, na kule baa kule hakuna kiingilio. Kiingilio ni kununua kinywaji. Yaani ukifika pale ununua kinywaji, unaruhusiwa kupita kwenda kuangalia mpira. Mtu asionunua kinywaji aangalie mpira. Sio unanunua kinywaji gani? Kukaa kuangalia mpira. Ustaz, mtu wa dini. Hasbunallahu wa ni'mal wakeel. Atazuga kununua soda, atanunua energy, atakaa nayo pale mezani na mimina kidogo kidogo ili muda wa mpira ufanyeje? وقد نزل عليكم أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين. mkisikia aya za Allah zinafanyiwa shere, zinachezewa, msikae na watu hao. Allah anasema hata yahudu fi hadithin ghairi, mpaka watakapobadilisha mazungumzo, wazungumza maneno mengine, sio maneno ya kupuuza na kuchezea aya za Allah. Fa imma yunsiyannaka shaytan, ikitokea shaytani kakupumbaza ukapumbaa, fala taq'udu ba'da dhikra ma'a alqawmi adh-dhalimin, ukikumbuka usikae tena na watu madhalimu. Mwanzo wa mpira unaanza, tena unaenda mapema kabla game haijaanza, unashuhudia ule mpira mpaka mwisho.
uko wapi na kauli ya Allah tabaraka wa taala, fala taq'udu ba'da dhikra ma'al qawmi adh-dhalimin, usikae na madhalim baada ya kukumbuka kwamba hizo sehemu wanafanya shere na aya za Allah. Ali ibn Abi Talib radiyallahu ta'ala anhu aliwaona watu wanacheza shatranj, keram, kama hii michezo hii iliyowekwa kwenye mabaa. Sasa hivi kwenda kwenye mabaa kuna mameza ya michezo ile inaitwaje ile. Alipoona watu wanadumu kwenye kucheza michezo ile, aliwasomea kauli ya Allah tabaraka wa taala, ma hadhihi tamathilu allati antum laha hakifun, yana hali gani haya masanamu ambayo nyinyi mmeendelea kuyaabudu? Tashabbaha tilka al-lu'ba bitamathil. Ali bin Abi Talib akafananisha ile michezo anayocheza, akafananisha na nini? Tamathil. Waljamu bainahuma kilahuma yudhillu an-nas, uhusiano uliopo baina ya masanamu yanayoabudiwa na ile michezo ambayo inachezwa ikapumbaza nyoyo za watu. Kila sehemu moja katika hizo mbili zinapoteza watu na dini ya Allah tabaraka wa taala, zinawaweka mbali watu na dhikri ya Allah jalla jalaluhu. Na maeneo hayo ni maeneo ya munkar, hautakiwi kukaa kwenye maeneo yenye munkar. Sawa sana masanamu tu yanaabudiwa. Ikhwan, kuna shubha moja ambayo shubha hii inatengenezwa kwenye asli ya hukumu ya mpira. Leo hii akikuuliza mtu kucheza mpira hukumu yake nini? Haramun hu? Kucheza mpira ni haramu? Ajabu la. Asili ya kucheza mpira ni halali. Lakini anatengeneza shubha ya pili, sio kwenye asili tu ya halali wa kucheza mpira, lakini shubha ya pili kwamba ni sehemu ya kuweka fiti mwili. Kwani anafanana mtu anayefanya mazoezi ya kucheza mpira na mtu ambaye afanya mazoezi? Wanafanana kwenye afya? Mtu anayefanya mazoezi, tena mipira sasa hivi ni sehemu ya kucheza mpira, kuingia gym, na klabu zote kubwa duniani zina majimu ya kufanyia mazoezi watu wake. Kwa hiyo mtu anakuwa fiti katika mwili wake, anakuwa na afya nzuri. Wanasema sasa ni watu wa dini, mnapinga nini? Watu wanakuwa fiti kwenye mwili, hamtaki watu wawe fiti? Ikhwan, almu'minu alqawiyyu khairun wa habbu ila Allahi min almu'mini dhaif. Muumini madhubuti mwenye afya njema, kawi katika nguvu, katika kiwiliwili, ana kheri kuliko muumini dhaifu. Lakini wewe tafsiri nzuri ya hadithi, almu'min alqawi, kwanza ianze nini? Almu'min an yakuna qawiyan fi imani wa an yakuna qawiyan fi jismi. Amma quwa aljismiya biduni quwa imaniya fala shay, hakuna kitu hapo. Ametajwa muumini madhubuti, muumini akawa madhubuti kwenye imani yake, akawa madhubuti kwenye kiwiliwili chake, huyo ndio mwenye kupendeza kwa Allah. Kwani Allah anapenda mabausa wasoko waumini? Ni kweli jitu kiliona lipo fiti kweli, hata kama umetokea utakugombana naye, unajiuliza na mwanzia wapi huyu jamaa kwa bobia ile kwa nayo? Huyo anapendwa na Allah pia. Lazima awe qawiyun fi imanihi awalan thumma an yakuna qawiyan fi jismi, huyo ndio ana kheri. Awe ni kawiyu katika imani yake na awe kawiyu katika kiwiliwili chake. Lakini mtu kuwa tu na bausa jibodi kubwa na nini, halafu bure kwenye imani, faida yake nini? Allah anampenda mtu kama huyo? Kwa msilete shubha za kwamba bwana ni mazoezi mwili na kwa fiti tuna nini. Tunataka ufiti wa imani kwanza, halafu hivyo vingine lije baada ya imani. Lakini unakwenda kutengeneza ufiti wa imani kwenye mazingira ambayo sala zinakupita. Watu wanakwenda kuswali, wanasema mimi napenda gym, sasa hivi ni muda wa gym. Hivi wewe utasifiwa kwa kwenda gym katika muda wa kupoteza swala? Abadan, haiwezekani ikawa hivyo. Kwa hiyo mpira ni mazoezi, na ni kweli wacheza mpira wako fiti katika viwiliwili vyao, lakini ufiti bila ya kuwa na imani, hakuna heshima kwenye dini kwa mtu kuwa fiti bila kuwa na imani iliyokuwa madhubuti. Awe mtu fiti katika imani, huyo ndio ambaye atakuwa abdullah wa khairun inda Allah, ni wa anayependeza kwa Allah, ni wa kheri mbele ya Allah tabaraka wa taala. Ikhwani fil iman,
nimalizie kwa kugusia hadithi ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam aliyotaja Imam Muslim katika sahihi yake, kama simulizi ya Abu Huraira radhiyallahu anhu yake, kwamba afdalu siyami ba'da shahrillahi ba'da Ramadhan siyamu shahrillahi al-Muharram. Saumu bora baada ya mwezi wa Ramadhani ni mtu kufunga katika mwezi wa Muharram, mwezi huu tulionao. Pana msisitizo wa kufunga tarehe 9 na 10 au kufunga tarehe 10 na tarehe 11 kwa maneno ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, la in baqitu ila qabi la asumanna tas'a, kama nitabaki mpaka mwaka ujao nitafunga kuanzia tarehe 9 na tarehe 10. Na hii ndio njia bora kabisa kufunga saumu ya Ashura, kufunga tarehe 9 na tarehe 10. Wa ila mtu anaweza kufunga tarehe 10 na tarehe 11, na baadhi ya ahlul ilm wanasema anaweza kufunga siku zote tatu, kufunga tarehe 9, tarehe 10 na tarehe 11, baada ya kuwa huu mwezi ni katika miezi bora kufunga saumu za sunna baada ya saumu za faradhi. Haya yote mazuri usiambatanishe na ushabiki wa mpira. Usiende kuharibu saumu yako ushabiki wa mpira. Mtu ambaye kafunga alafu shabiki wa mpira anaharibu saumu yake. Mtu ambaye kafunga anakesha kwenye mpira, huyu anatengeneza mazingira duni ya kukubalika saumu yake. Sababu akishakesha kwenye mpira, atoka hapo labda atakwenda kula daku, alale, anaanza kupoteza swala ya fajr. Mtu mwenye ibada tukufu ya kufunga aswali swala ya jamaa, kutwa yake anashinda kutwa ya matatizo. Kila wakati anashindana kuhusiana na habari za mpira. Kwa hiyo tusiharibu mazuri haya. Mfahamu kwamba bahati mbaya iliyopo mwaka huu, kombe la dunia limetuka katika miezi mitukufu. Huu mwezi wa Muharram katika miezi mitukufu, ambapo limekuja katazo la jumla kwenye miezi mitukufu, fala tadhlimu fihinna anfusakum, msidhulumu nafsi zenu katika miezi mitukufu na kushabikia mpira kwa sampuli iliyopo katika kudhulumu nafsi. Kwa hiyo limetuka jambo la makatazo ndani ya maeneo yaliyokatazwa kufanya hayo makatazo. Miezi mitukufu tumeambiwa fala tadhlimu fihinna anfusakum. Nasallallahu tabaraka wa taala an yamunna alayna bil ilmi an-nafi' wal 'amali as-salih. Subhanakallah.